Jambo la muhimu kabla ya mafanikio. Jambo la muhimu kabla ya mafanikio. Kuna watu wengi ambao wanatamani kufanikiwa. Kuna watu wengi ambao wanatamani kupata mpenyo. Lakini kwa bahati mbaya, watu wengi hawapati mpenyo wanaotamani. Lakini kuna jambo la msingi ambalo ni vema kila mmoja akawa nalo kabla ya kutamani kufanikiwa. Ni rahisi, watu wengi wanatamani kufanikiwa. Watu wengi kuna mahali kiwango fulani cha mafanikio ambao wanatamani kukifikia. Lakini kuna swali la msingi ambalo ni vema kujiuliza kabla ya kutamani mafanikio. Kabla ya kutamani mafanikio. Mungu anatamani tufanikiwe katika mambo yote. Tunaposoma kwenye waraka wa 3 wa Yohana, anasema penzi kwa Gayo nataka kufanikiwe katika mambo yote, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa Mungu anatamani tufanikiwe katika mambo yote. Lakini kuna jambo la msingi kabla ya kufanikiwa ambalo ukiwa nalo, ndipo hapo haya mafanikio unayoyatamani yatakuwa na maana. Lakini vinginevyo haya mafanikio hayatakuwa ya kudumu kama jambo hili likikosekana kwako. Kuna watu utasikia kwamba huyu alikuwa tajiri, lakini wakati huo hana kitu. Lakini kitu gani ambacho yamkini kimepelekea awe hivyo alivyo? Kwa sababu Mungu hataki mafanikio ya siku moja. Anataka tuwe na mafanikio ya kudumu. Na ili uwe na mafanikio ya kudumu, kuna jambo la msingi sana ambalo unatakiwa kuwa nalo. Tunaposoma kwenye Mithali 1:32, maandiko yanasema maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwa mpumbavu kutawangamiza. Kufanikiwa kwa mpumbavu kutawangamiza. Kuna watu ambao ni kweli unatamani kufanikiwa, lakini vema kujiuliza kwamba unayo maarifa ya kutosha. Una msingi wa kutosha utakao kuwezesha wewe kuwa na mafanikio ambayo ni endelevu. Anasema kufanikiwa kwa wapumbavu kutawangamiza. Kutawangamiza. Kwa jambo la msingi kabla ya kutaka mafanikio, jambo la msingi kabla ya kutafuta mafanikio ni kutafuta hekima kwanza. Ni kutafuta maarifa kwanza. Kuna watu walipofanikiwa waliharibikiwa zaidi, walikuwa wabaya zaidi badala ya kuwa wazuri zaidi. Mafanikio bila msingi imara wa neno la Mungu yanaweza kafanyika, yanaweza kukuangamiza, yanaweza kukupoteza. Kuna watu ambao walikuwa ni wanyenyekevu, wanamtafuta Mungu kwa bidii, wanajibidisha kwenye ibada. Walipofanikiwa wamerudi nyuma kiroho. Wamerudi nyuma kiroho. Wengine wamekuwa wapagani kabisa, lakini kwa sababu walikuwa hawana msingi imara wa neno la Mungu. Watu wakifanikiwa badala ya kuendelea kuimarisha familia, anatafuta mke wa pili. Na wengine sio wanaenda mbali zaidi. Sio kwamba kutafuta tu mke wa pili, bali anaachana na mke ambaye wamehangaika wote pamoja, wametafuta wote pamoja. Anaona tena hana maana. Hana maana. Anatafuta watu wengine ambao nafikiri kwamba ni wa aina yake. Jambo la msingi kabla ya mafanikio ni kutafuta hekima. Ni kutafuta maarifa. Maandiko yanasema kwamba kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Kwa wewe kama huna maarifa ya kutosha, kama una msingi ulio imara, msingi wa neno ulio imara, ni rahisi sana kuangamia. Ni rahisi sana kuharibikiwa. Badala haya mafanikio kufanyika baraka kwenye maisha yako na kwa watu wengine, yatafanyika laana kwenye maisha yako na kwa watu wengine. Na wakati mwingine unaweza kufa hata kabla wakati wako.
Na ndio maana ni vema kabla ya kufanikiwa tafuta hekima. Mafanikio bila hekima haiwezi kukufikisha popote. Mafanikio bila hekima yatakuangamiza. Mafanikio bila kuwa na msingi mzuri wa neno la Mungu yatakuangamiza. Yatakuangamiza. Kuna watu wakiwa hata na 100,000 tu wanawasumbua watu. Wana 100,000 tu. Je, wakipata mamilioni watakuwa watu wa namna gani? Jambo la msingi kabla ya mafanikio ni hekima. Ni hekima. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba kwa mapato yako yote tafuta hekima. Kwa mapato yako yote tafuta hekima. Na ndio maana hata Suleiman alikilitambua hili alipochukua nafasi ya ufalme. Akasema, Mungu, ninaomba nipe moyo wa hekima na akili. Nipe moyo wa hekima na akili. Na Mungu akasema, kwa sababu umeomba hekima na akili, hukuomba maisha marefu. Kwa sababu hiyo na vitu vingine vyote ambavyo kuomba utavipata. Kwa jambo la msingi kabla ya mafanikio yoyote ile ni hekima, ni maarifa. Kuwa na maarifa ya kutosha, kuwa na msingi mzuri wa neno la Mungu. Ni vema ukawa na msingi huo mzuri wa neno la Mungu kabla ya kupata mafanikio. Vinginevyo, ukifanikiwa ukiwa huna hekima ya kimungu, ukifanikiwa ukiwa huna maarifa ya kutosha, ukifanikiwa ukiwa huna msingi mzuri wa neno la Mungu, utaharibikiwa kwenye maisha yako, utaangamia kwenye maisha yako. Na ndio maana Suleiman mwenye hekima alikuwa na hekima kuliko watu wote. Anasema kwamba kufanikiwa kwa wapumbavu kutawaangamiza. Kuna wengine ambao wamefanikiwa kabla ya kuwa na hekima. Kuna wengine ambao wamefanikiwa kabla hawajawa na msingi ulio imara wa neno la Mungu. Wamekufa kabla wakati wao. Wameangamia. Wamekufa kabla wakati wao. Mafanikio waliokuwa nayo yamekuwa sababu ya wao kufa kabla wakati wao. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata, na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.